Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imekuja na mpango wa kuzichochea nchi za Kiarabu zikabiliane na Iran. Hata kama nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi hazitaki kuchochea mivutano katika eneo, kwa mujibu wa sera za Marekani ambazo sasa zimekuwa ni rasmi, Marekani inajaribu kuzivuta nchi katika makabiliano ya moja kwa moja na Iran. Kwa maana hiyo, Marekani inatengeneza chuki dhidi ya Iran ili nchi zote katika Mashariki ya Kati zione Iran taifa la Kiislamu lisilofaa kuwa nchi rafiki. Jambo muhimu ambalo limejitokeza katika wiki za hivi karibuni ni kwamba tofauti na ilivyokuwa huko nyuma, kwa sasa Israel haishiriki waziwazi katika vita vya Iran, ambapo ripoti kadhaa zinadai kuwa Marekani imekataa ombi la utawala huo la kushiriki moja kwa moja katika mgogoro huo. Haya yanaripotiwa licha ya kuwepo dalili chungu nzima zinazoonyesha kuwa Marekani na utawala wa Israel zote mbili zimeazimia kuchochea nchi za Kiarabu ili zishiriki kwenye vita dhidi ya Iran. Ikumbukwe Marekani imetengeneza mpango unaofahamika kama Abraham Accord, mpango ambao unazitaka nchi za Kiarabu zote zishirikiane na Israel. Hata hivyo, baadhi ya mataifa tayari yameshajiunga na mpango huo wa Abraham Accord, isipokuwa tu baadhi ya mataifa machache ikiwa ni pamoja na Iran yenyewe, na hata baadhi ya mataifa kama vile Saudi Arabia bado hazijajiunga na mpango huo wa Abraham Accord ambao unazitaka nchi zote za Kiarabu zishirikiane na Israel. Fahamike kwamba Israel na Iran ni nchi ambazo ni hasimu. Kwa hivyo ikiwa mataifa haya yatashirikiana na Israel, maana yake yatakuwa na uhasama na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Moja ya malengo makuu ya Marekani ni kupata faida halisi kutokana na vita dhidi ya Iran. Malengo ya kimkakati yaliyochochea kuanzishwa mgogoro huu ni kutaka kuuangusha mfumo wa kisiasa wa Iran na kusambaratisha umoja wa ardhi yake. Pamoja na hayo, si tu kwamba malengo haya hajafanikiwa, bali Iran, licha mashinikizo makali ya Marekani, inaendelea kudhibiti kikamilifu mlango wa bahari wa Hormuz. Na kwa hakika lengo la Marekani kufuatia na kuhusiana na mzozo huo limepungua na kubakia kuwa ni kutaka kufunguliwa tu kwa lango la bahari la Hormuz. Kushindwa huku kumezuia ukosoaji mkubwa dhidi ya utawala wa Trump ndani ya nchi na kimataifa. Katika mazingira haya, Marekani inajaribu kuziburuza nchi za Kiarabu katika mzozo na Iran, hatua inayolenga angalau kupanda mbegu ya migawanyiko na kuchochea mivutano na kuharibu uhusiano wa Iran na nchi za eneo. Licha ukweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inasisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuwepo uhusiano mzuri na majirani zake, na imekuwa ikitekeleza kikamilifu sera ya kupanua uhusiano wake katika miaka ya hivi karibuni. Lengo lingine muhimu la Marekani ni kubadili sura ya mzozo wa Iran kutoka kuwa katika makabiliano kati ya nchi hiyo na utawala wa Israel na kuwa vita vikubwa katika eneo, vita ambavyo vitahusisha nchi za Kiislamu. Kwa mtazamo wa Marekani, mabadiliko haya ya kijeshi kuhusiana na mzozo huu yanaweza kuongeza mashinikizo dhidi ya Iran, huku yakiandaa fursa kwa Marekani kuuza silaha zaidi kwa nchi za Kiarabu. Kwa maneno mengine, ajenda za Marekani ni kunyonya utajiri na rasilimali za nchi za Kiarabu kwa kujaribu kuidhihirisha Iran kama tishio. Ingawa Marekani ilishawahi kutumia sera hii huko nyuma, lakini uwezo wa sasa wa kijeshi wa Iran ukilinganishwa na ule wa Marekani umeifanya Washington isisitize zaidi kuhusu tishio la Iran kwa mataifa ya Kiarabu kuliko wakati mwingine wowote. Hii ni licha ukweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza mara kwa mara kuwa uwezo wake wa kijeshi ni wa kujilinda, na imethibitisha kivitendo kuwa haitaanzisha vita dhidi ya taifa lolote la Kiislamu. Lengo la tatu la Marekani kuhudumia maslahi ya Israel katika eneo hilo. Kufuatia kurejea kwa Donald Trump madarakani, utawala wa Israel umekuwa ukifuatilia upanuzi wa makubaliano ya Abraham na kuanzisha uhusiano wa kawaida na nchi za Kiarabu, lengo ambalo bado halijafanikiwa hadi sasa. Hivyo kudhoofisha uhusiano wa Iran na nchi za Kiarabu kunahudumia maslahi ya utawala wa Israel, na ndio maana unachangamkia sana njama ya kuzivutia nchi za Kiarabu katika vita dhidi ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea